maana tutaomba, bila maana tutaomboleza. Makundi ya siasa, wanaharakati na viongozi wa dini wametakiwa kujitambua na kujua nini cha kufanya kwa kufuata taratibu na kanuni zilizopo ili kuepuka kusababisha uvunjifu wa amani hapa nchini. Mkurugenzi wa APPN National Prayer Warriors maarufu kama The Army of Prayer to Protect the Nations yenye makao makuu jijini Dodoma, Kansela Lisley ameyasema hayo wakati akihubiri kwenye maombi ya kuwaombea viongozi wa kitaifa, bunge na uchaguzi mkuu ujao, ambapo amesema ikiwa leo hii huko nje tunajua tuna makundi mangapi? Matatu. Mimi naelezea haya matatu kwa siku ya leo. Kundi la kwanza wanaitwa wanasiasa. Hatuwafahamu? Tunawafahamu, si sawa? Kuna kundi la pili wanaitwa wanaharakati. Mnawajua wanaharakati? Si sawa? Halafu kuna kundi la tatu hili wanaitwaga viongozi wa nini? Simpate sauti. Viongozi wa dini, sio viongozi wa nchi. Viongozi wa nchi wanatokana na viongozi wale kwenye kundi la kwanza, si sawa? Kwa hiyo kuna kundi la wanasiasa, kuna kundi la wanaharakati, alafu kuna kundi la viongozi wa dini, sio? Hawa wote kila mmoja analo kusudi, si sawa? Na amepewa mipaka yake namna ambavyo atakapo approach, sio? Jambo lake. Akitaka kuendea jambo lolote kuna namna anavyotakiwa kuenenda na kufanya, si ndio? Na kuna mambo yaliyokuwa nje yake yapaswa kuendea, si sawa? Lakini haya makundi matatu kila mmoja ana uruka yake. Haya makundi matatu kila mmoja ana uruka yake. Haya makundi yamewekewa mipaka. Lakini uruka ya mtu inaweza kumfanya uvuke mpaka. Una uwezo kuelezea mambo ya wenzako zaidi, lakini ukiulizwa kuhusu habari zako huna uwezo wa kuelezea. Mkurugenzi huyo ambaye pia ni bishop kijana mbichi kabisa akawageukia viongozi wa dini na kuwapa ujumbe huu. Sasa viongozi wa dini hatuwezi kuwa sehemu ya kulazimisha wengine kufanya maamuzi ambayo moyoni mwetu tunasikia kwamba ndio sawa. Si ni sawa? Sisi sehemu yetu ni kushauri tu. Ikiwa kama ni mwenendo wa nchi, tutasema kwa mwendo huu nchi tuzani kama itaenda. Hebu wewe tuongee na viongozi hao. Jamani, nyinyi viongozi wa kisiasa, hivi mnavyoenda mimi naona sio sawa. Kanuni ya Biblia inasema watumishi wa Mungu wenyewe wana kazi ya kuombea hizo serikali na hizo mamlaka. Si sawa? Watumishi wa Mungu ni sawa na wazazi wanapokuwa washauri kwenye ndoa ya kijana. Si sawa? Ukipeleka ushauri wako kwa kijana wako kwenye ndoa, anamkumuta sana binti yako aliyomzaa. Si ndio? Ukiona yule kijana ni machachari ya kuelewi, unamshauri tu binti yangu, bwana uliniletea mwenyewe, ulinitambulisha. Sasa tafakari vizuri. Ukiona unafaa kuvumilia, vumilia. Si sawa? Mbunge Anna Lupembe ni mwenyekiti wa maombi bungeni. Tukiendelea kuliombea taifa letu, tukiendelea kuombea amani, Mungu afanye yeye uchaguzi huu. Sisi wanadamu hatuwezi. Lakini Mungu akiwa pamoja nasi ataendelea kuishikilia amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu Tanzania. Na tuendelee kuomba kweli. Nafikiri mmeona wale wanaoingia kwenye mitandao. Unaona naomba ombeni. Nao baadhi ya washiriki wa maombi hayo wakawa na haya ya kusema. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumeweza kupata nafasi hii, si kwa ajili ya kuombea bunge tu, kwa ajili ya kuombea Tanzania nzima na uchaguzi ulio mbele yetu mwezi wa 10. Tunamwomba Mungu ambaye yeye ni Mungu anayeona mbele kuliko mwanadamu aweze kutangulia katika uchaguzi huu ili haki iweze kutendeka. Maana tunajua ya kwamba kiongozi yote anatoka kwa Mungu. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kusimama na kumwambia Mungu yeye atende sawasawa na mapenzi yake. Tunasema asante kwa sababu yeye Mungu ni mwaminifu, na hata Paulo anasema katika kitabu cha Timotheo, kabla ya mambo yote ninataka dua na sala na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Timothy William Katuma, nimetokea mkoa wa Tabora. Tumefika mahali hapa tukiwa na taasisi ya APPN ambayo imetukutanisha wana maombi wote nchi nzima. Tumekuja hapa kwa lengo moja tu. Sisi
tumewiwa, tumesukumwa na Roho wa Mungu kutuambia tufike mahali hapa kwa ajili ya kuweza kumuomba Mungu aweze kuleta amani, alete kuweka utulivu na asimamie uchaguzi wetu mkuu wa mwaka 2025 ambayo tumekuja hapa bungeni kama taasisi ya APPN kwa ajili ya maombi ya taifa. Siku ya leo imekuwa nzuri, tumeweza kuhudhuria bungeni, lakini pia tumepata muda mzuri sana wa kuweza kufanya maombi, kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kumwombea Tulia Ackson ambaye ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Tanzania, lakini tumeombea wabunge wote, lakini tumepata nafasi ya kuombea uchaguzi wa mwaka 2025. John Israeli, Banda Media, bungeni Dodoma, Tanzania.